Masaa machache kabla ya Putin pamoja na Trump kukutana katika kambi ya kijeshi ya pale Alaska ambayo ilitumika kwa muda mrefu kukabiliana na Urusi enzi hizo, tumeona Urusi wameendeleza mashambulizi makubwa zaidi mashariki mwa Ukraine kabla ya kilele cha mkutano huo. Mashambulizi ya Urusi mashariki mwa Ukraine yalisogea kwa hatua kubwa sana, huku viongozi wa Ulaya wakifanya mazungumzo ya mtandaoni na rais wa Marekani Donald Trump kabla ya mkutano wake na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Siku chache kabla ya mkutano wa kilele wa Alaska, Urusi imefanya mashambulizi na kupata ushindi mkubwa zaidi katika saa 24 zilizopita kuingia Ukraine katika kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja, kwa mujibu wa takwimu kutoka taasisi ya utafiti ya Marekani. Wiki hii jeshi la Urusi lilipiga hatua kubwa zaidi ya saa 24 kuingia Ukraine tangu zaidi ya mwaka mmoja uliopita, siku chache tu kabla ya mkutano kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Marekani Bwana Donald Trump utakaofanyika pale Alaska, kwa mujibu wa takwimu kutoka taasisi ya Marekani ya utafiti wa vita inayofahamika kama Institute for the Study of War. Jeshi la Urusi limefanikiwa kuchukua eneo la kilomita za mraba 110, maili za mraba 42.5 tarehe 12 Agosti, ikilinganishwa na siku ambayo ilitangulia, kwa mujibu wa uchambuzi ambao umetolewa na takwimu za uwanja wa vita kutoka katika taasisi hiyo. Huu ndio ushindi mkubwa zaidi tangu mwishoni mwa mwezi Mei mwaka 2024, na katika miezi ya hivi karibuni Moscow kwa kawaida imekuwa ikihitaji siku 5 au 6 kufanikisha maendeleo ya aina hii, ingawa kasi ya ushindi wa Urusi imeongezeka katika wiki za hivi karibuni. Urusi ambayo kwa sasa inadhibiti kwa sehemu au kikamilifu 19% ya ardhi ya Ukraine, imesema kwamba imechukua vijiji viwili vilivyopo karibu na Dobropilia. Gavana wa Donetsk Vadim Flashkin amesema eneo hilo linaanza zoezi la lazima la kuondoa familia zilizokuwa na watoto kutoka mji wa Biloleski na makazi mengine zaidi ya 10. Nikimnukuu, anasema tunaanza zoezi la lazima la kuhamisha familia zenye watoto kutoka mji wa Biloleski, Flashkin alisema, akiongeza kuwa takribani watoto 1150 walibakia katika eneo ambalo limeathiriwa. Mashambulizi ya Urusi mashariki mwa Ukraine yamekuwa yakiongezeka kwa kasi na kunyakua maeneo ambapo viongozi wa Ulaya wamekuwa wakijadili namna gani ya kufanya kabla ya Bwana Putin pamoja na Trump hawajakutana huko Alaska. Operesheni mpya za mashambulizi zimeendelea, ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekiri kwamba wanajeshi wa Urusi wamepiga hatua hadi umbali wa kilomita 10 karibu na mji wa mgodi wa makaa ya Dobropilia, lakini alisema Kiev itawaharibu hivi karibuni. Namnukuu, tunaona kuwa jeshi la Urusi halijajiandaa kumaliza vita, kinyume chake wanafanya harakati zinazoonyesha maandalizi ya operesheni mpya za mashambulizi. Jeshi la Urusi pia lilirusha angalau ndege zisizokuwa na rubani, droni 49 na makombora mawili ya ballistic kuelekea Ukraine, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na jeshi la anga la pale Ukraine. Angalau watu 3 waliuawa katika mashambulizi ya mizinga na ndege zisizokuwa na rubani katika mkoa wa Kherson Kusini, kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo. Altem, mwanajeshi mwenye umri wa miaka 30 huko Kramatorsk, anasema vita huenda vikaendelea kwa muda mrefu zaidi, akisema Putin anakusanya jeshi lake linakuwa kubwa zaidi, anakusanya silaha na anatupotosha kwamba anahitaji amani. Nao hivyo vikosi vya Urusi pia vilivyopo Ukraine vimekuwa vikikaribia kushikilia eneo muhimu karibu na mji wa Pokrovsk uliopo eneo la mashariki la Donbas, sehemu ya moyo wa viwanda vya Ukraine ambao Putin amekuwa akiuonea tamaa kwa muda mrefu zaidi, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na wa Ukraine. Kupotezwa kwa Pokrovsk kutampa Putin ushindi mkubwa kabla ya mkutano wa kilele na kunaweza kuathiri njia za usambazaji wa Ukraine kuelekea mkoa wa Donetsk, ambako Kremlin imeelekeza nguvu kubwa za kijeshi. Wakati huo jeshi la Ukraine limeshambulia kituo cha kusukuma mafuta katika mkoa wa Bryansk nchini Urusi usiku wa kuamkia Jumatano, kwa mujibu wa taarifa kutoka makao makuu ya jeshi la Ukraine. Drone za Ukraine zilishambulia kituo cha Urecha ambacho kinahudumia jeshi la Urusi
Taarifa ilisema, ikiongeza kuwa uharibifu na moto mkubwa viliripotiwa katika eneo ambalo linazunguka kituo hicho. UNECHA imekuwa ikisafirisha mafuta kwa mabomba mawili yenye uwezo wa kila mwaka wa kusukuma tani milioni 60, na operation hiyo ilifanywa na vikosi vya mfumo wa ndege zisizokuwa na rubani vya jeshi la Ukraine na kurugenzi kuu ya ujasusi ya Wizara ya Ulinzi. Taarifa hiyo ilizungumza katika kile ambacho kinaonekana ni wa Ukraine na wenyewe walijaribu kujikuna kidogo kuishambulia hiyo Urusi. Sasa niwape hapa ripoti ya mwendelezo wa ripoti zetu juu ya mkutano wa kesho tarehe 15 Ijumaa ambao unatarajiwa kati ya Putin pamoja na bwana Donald Trump. Eneo la mkutano bila shaka wengi sasa hivi mnafahamu ni pale Anchorage, Alaska. Sasa nataka niwaeleze kwamba eneo hilo ambalo Putin pamoja na Donald Trump wanakutana ni eneo ambapo ni kambi ya kijeshi ambayo kwa muda mrefu sana ilitumiwa na Wamarekani kwa ajili ya kupambana na Warusi. Kwa kifupi ni kwamba historia inasema Rais Donald Trump anatarajiwa kujadili vita vya Ukraine na kiongozi wa Urusi Vladimir Putin katika kambi hii ya kijeshi ya Alaska ambayo imejihusisha kwa karibu na juhudi za kukabiliana na Umoja wa Kisoviet wakati wa kilele cha vita baridi, na bado imekuwa ikiendelea na jukumu hilo hadi leo. Kwa mujibu wa afisa wa ikulu ya White House aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa sababu ya kujadili mipango ya ndani, mkutano huo umepangwa kufanyika Ijumaa katika kambi ya pamoja ya Elmendorf Richardson huko Anchorage. Kambi hiyo iliundwa mwaka 2010 baada ya kuunganishwa kwa kambi ya ndege ya jeshi la anga ya Elmendorf pamoja na ngome ya jeshi la Fort Richardson. Katika historia ni kambi hiyo imekuwa ngome ya kimkakati ya kufuatilia na kuzuia vitisho vya Kisoviet katika kipindi cha vita baridi. Ilikuwa ikipokea ndege nyingi za kijeshi na kusimamia uendeshaji wa mitambo mbalimbali ya rada za tahadhari za mapema zilizolenga kugundua shughuli za kijeshi za Kisoviet na uwezekano wa kuzinduliwa kwa silaha za nyuklia. Wakati huo hiyo kambi ilijipatia umaarufu sana kutokana na kauli mbiu yao ya ulinzi wa juu kwa Marekani ya kaskazini, kwa mujibu wa wale watu ambao wanaishi maeneo hayo. Ingawa sehemu kubwa ya vifaa vya kijeshi sasa vimeondolewa, kambi hiyo bado ni makazi ya vikosi muhimu vya ndege, ikiwemo ndege za kivita za F-22 Raptor zenye teknolojia ya kujificha kwa maana ya stealth. Ndege kutoka kambini hapo bado zimekuwa zikifanya doria na mara kwa mara huwa zinakabiliana na ndege za Urusi zinazoingia katika anga ya Marekani. Mkutano huu wa viongozi hao katika kambi ya kijeshi ya Marekani unawezesha kuepuka maandamano na utatoa kiwango cha juu cha usalama, kwa mujibu wa Benjamin, mtafiti mwandamizi wa masuala ya ulinzi na usalama katika kituo cha mafunzo ya kimkakati na kimataifa chenye makao makuu yake mjini Washington. Anasema kwa Rais Trump huu ni mkakati mzuri wa kuonesha nguvu ya kijeshi ya Marekani, huku akizuia uwezekano wa umma au wengine kuingilia mazungumzo ambayo pengine anatumai yatakuwa ni mazungumzo yenye matokeo chanya zaidi. Amesema kwamba eneo hili linampa fursa pia Trump kujenga mahusiano na Putin, huku akitoa ujumbe wa nguvu ya kijeshi ili kupata nafasi bora ya mazungumzo na kuwezesha kufanyika kwa mkutano wa pili. Mchoro wa kisiasa unakuwa wa kipekee zaidi kwa sababu Putin anatembelea kambi ya kijeshi ya Marekani ambayo kwa muda mrefu imekuwa na bado inalenga kukabiliana na vitisho vya Urusi, wakati Trump anajitahidi kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano katika vita ambavyo aliahidi wakati wa kampeni zake za 2024 kwamba atavimaliza ndani ya mwaka mmoja. Maafisa kutoka Ukraine na Ulaya wanahofu kwamba mkutano wa ana kwa ana ambao hawatashiriki unaweza kutoa matokeo yatakayounga mkono malengo ya Urusi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kuwa Trump alikuwa wazi kabisa kwamba Marekani inalenga kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano katika mkutano huo, lakini Macron alizungumza baada ya mkutano wa mtandaoni kati ya Trump, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na viongozi wengine wa Ulaya. Trump amesema kuwa makubaliano makubwa yanaweza kujumuisha kubadilishana maeneo na kwamba Zelensky na Putin wanaweza kukutana baada ya hapo au yeye mwenyewe akutane na viongozi hao wawili kwa pamoja. Kuna uwezekano mkubwa wa kuwa na mkutano wa pili ambao utakuwa na matokeo zaidi kuliko wa kwanza, kwa sababu wa kwanza nitakuwa najua tulipo na tunachofanya, Trump alimwambia waandishi wa habari. Akasema huu utakuwa mkutano muhimu sana, lakini umebuniwa kuweka msingi wa mkutano wa pili ambao utategemea
yale makubaliano au majadiliano ambayo watakuwa wamezungumza Putin pamoja na Trump katika eneo hilo la Anchorage, ambalo ni eneo la kambi ya kijeshi ya Marekani ambayo imekuwa ikipambana na Usoviet tokea miaka hiyo, kabla hao Warusi hawajaiuza hiyo kwa Wamarekani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.